Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo tunazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa varicocele. Ugonjwa huu unasababishwa na nini? Dalili za ugonjwa huu ni zipi? Na tiba ya ugonjwa huu ni nini? Varicocele ni ugonjwa ambao au ni tatizo ambalo linahusisha kuvimba au kuongezeka kwa ukubwa wa mishipa ya veins ndani ya kifuko cha korodani. Mishipa hii husafirisha damu iliyopungukiwa na oxygen au tunasema deoxygenated blood au wengine wanasema damu chafu kutoka kwenye korodani. Varicocele hutokea wakati damu inapoingia kwenye mishipa hii badala ya kuzunguka kwa ufanisi nje ya korodani. Mwanaume mwenye tatizo hili la varicocele huambatana na dalili zipi? Ugonjwa wa varicocele kawaida hutokea sana kwenye upande wa kushoto wa korodani na mara nyingi hauonyeshi ishara au dalili zozote. Lakini endapo ishara au dalili zitaonekana, zinaweza kujumuisha dalili mbalimbali. Na miongoni mwa dalili hizo kubwa ni pamoja na hizi ambazo tumezitaja kwenye video hii. Dalili ya kwanza kabisa ni kupata maumivu. Unaweza kupata maumivu makali, kuhisi hali ya kuuma au usumbufu ambao hutokea zaidi wakati ukiwa umesimama au wakati wa mchana. Kulala chini mara nyingi hupunguza aina hii ya maumivu. Kwa dalili ya kwanza ni kupata maumivu makali. Lakini namba 2, dalili nyingine ni kuhisi kitu kigumu kwenye eneo la korodani. Ikiwa varicocele ni kubwa vya kutosha, unaweza kuhisi hali ya kitu kigumu kwenye eneo la korodani, mithili ya mfuko wa minyoo. Kitu hichi kinaweza kuonekana juu ya korodani. Lakini varicocele ikiwa ni ndogo, inaweza kuwa vigumu sana kuonekana, lakini unaweza kuihisi kwa kuigusa. Dalili nyingine ni korodani kuwa na size au ukubwa tofauti. Ingawa katika hali ya kawaida korodani hazilingani kwa size, lakini kwa mtu ambaye mwenye tatizo hili la varicocele, mojawapo ya dalili kubwa ni korodani kutofautiana sana kwa ukubwa au size. Korodani iliyoathiriwa mara nyingi inaweza kuwa ndogo sana kuliko korodani nyingine. Mwanaume kushindwa kumpa mimba mwanamke au infertility. Lakini pia ugonjwa huu wa varicocele unaweza kusababisha ugumu wa mwanaume kumpa mwanamke mimba au kuzaa mtoto. Lakini sio varicocele zote zinaweza zikasababisha shida hii ya infertility. Hii huweza kuwa ni dalili na madhara ya tatizo hili la varicocele kwa mwanaume. Chanzo cha tatizo la varicocele. Tatizo hili linasababishwa na nini? Korodani hupokea damu iliyojaa oksijeni kutoka kwenye ateri 2 za korodani. Ateri moja kila upande wa korodani, yani upande wa kushoto na upande wa kulia. Vile vile pia kuna mishipa miwili ya korodani ambayo husafirisha damu iliyopungua oksijeni au deoxygenated blood kurudi kwenye moyo. Ndani ya kila upande wa korodani, mtandao wa mishipa midogo ambao kwa kitaalamu hujulikana kama pumping form plexus husafirisha damu yenye oksijeni kutoka kwenye korodani hadi kwenye mshipa mkuu wa korodani. Varicocele ni matokeo ya upanuzi wa plexus ya pumping form, ndipo tatizo hili hutokea. Sababu halisi ya kutokea kwa tatizo la varicocele bado haijulikani. Ingawa sababu moja inayochangia au kuongeza uwezekano wa mwanaume kupata shida hii ya varicocele inaweza kuwa kutokufanya kazi vizuri kwa vali ndani ya mishipa ambayo inakusudiwa kuweka damu katika mwelekeo unaofaa. Pia mshipa wa korodani wa kushoto hufuata njia tofauti kidogo kuliko mshipa wa kulia, njia ambayo hufanya tatizo hili la mtiririko wa damu kuwa zaidi kwenye upande wa kushoto. Wakati damu iliyopungukiwa oksijeni inapopata nafasi ya kuingia kwenye mtandao wa mishipa, hupanua na kuunda varicocele, na hapa ndipo tatizo hili hutokea zaidi.
Sababu kubwa inaweza kuwa katika upanuzi wa mishipa au mtandao wa mishipa kwenye eneo hili, ambapo ndipo varicocele inaweza kutokea. Sasa kwa upande wa matibabu, je, shida hii imetokea kwako? Kama una tatizo hili au una dalili hizi ambazo nimezitaja, ni muhimu sana kupata msaada wa kitaalamu, na kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite pia. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Ni matumaini yangu kwamba umeelimika, umepata ABC kuhusiana na tatizo hili, tatizo la varicocele kwa mwanaume. Lakini nikukumbushe, kama bado hujabonyeza subscribe button, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii, ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Ninakukaribisha tena. See you the next sessions. Cheers.